Na nikufahamishe kwamba unaweza ukashare nasi au ukashiriki nasi kwa kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa. Tuandikie uko wapi, lakini pia tuambie unaitwa nani na kipi ambacho unatamani kusikia katika kipindi chetu cha Morning Sports asubuhi ya leo. Ikiwa ni Julai mosi, kwa maana tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2025. Siku zinakimbia kweli kweli. Bana, tugeukie kwa upande wa Young Africans ambao hapo jana wao walifanya paredi la maana kweli kweli. Wao wanasema kwamba lilikuwa ni paredi la kihistoria. Tukaona Yanga wakizunguka kuanzia airport, wakipita katika baadhi ya maeneo kwa ajili ya kufanya paredi, kufanya maonyesho yale ya makombe ambao wameshinda msimu huu. Kwa maana makombe yao matano yote walikuwa nayo katika basi la wazi ambalo walikuwa nalo. Sasa Yanga wakafanya paredi lao jana. Na kwenye paredi lao kitu ambacho kilikuwa kinavutia ni kwamba walikuwa wakionyesha yale makombe ambao wameshinda. Makombe yote matano ambao wameshinda walikuwa nayo. Pengine kwa upande wako tofauti gani ambao umeuona kwa paredi lililopita na paredi la jana la Young Africans? Tofauti wa kwanza ni idadi ile ya vikombe. Vikombe vitano. Vikombe vitano. Kwa hiyo kile ambacho walichokifanya msimu huu ni tofauti na kile ambacho walikifanya msimu uliopita. Lakini kama hitoshi idadi ya watu, pia unaona ni timu ilikuwa na mshikamano mkubwa sana. Kuanzia uwanja wa ndege au airport mpaka wanafika makao makuu. Pia hata ile performance, maandalizi, unaona kabisa kwamba kweli msimu huu walijiandaa, walidhamiria kufanya kile ambacho walichokifanya. Sawa, jana ilikuwa siku ya Jumatatu, siku ya kazi, lakini bado tunaona wananchi walikuwa ni wengi kweli kweli ambao walijitokeza kwenda kuipongeza timu yao na kwenda kuishangilia juu ya mafanikio ambayo wameyapata msimu huu. Pengine kwa upande wako una maoni gani au una neno gani kwa mashabiki na wapenzi wa Yanga waliojitokeza jana? Kwanza kuendelea kuisupport Yanga kwa maana kile ambacho walichokifanya kwenye wiki moja iliyopita baada ya tarehe 25 kuwaita mashabiki na kuweza kupata supu pamoja, lile jambo kubwa. Waligonga supu ya ngamia. Lakini kama itoshi pia kile kitendo ambacho pia jana walikifanya ni jambo kubwa, kwa sababu ile inavuta taswira, kwa sababu kuna watoto ambao wenda wako chini ya miaka 5 wanaamini kwamba kumbe hii sherehe ni ya Yanga. Kwa hiyo ile inakuwa ni nafasi ya wao kutengeneza mashabiki. Kwa hiyo yani ikiwa timu inafanya vizuri na mtoto ameshazaliwa tayari anakuta timu inafanya vizuri, yeye anajua kabisa kwamba hii ni timu ya furaha. Lakini inapokuja sasa kufeli baadaye ndio utajua kwamba kumbe nilichagua kitu sicho. Kwa hiyo wale watoto ambao saizi wanakuwa wanatamani kuchagua timu, tayari wanaikuta Yanga iko vizuri, inatengeneza mashabiki na wanachama baadaye. Hili sasa ni miongoni mwa majambo makubwa ambayo hata timu zetu zote zinatamani kufanya vitu kama hivi. Sawa, kwa hiyo kwa upande wa Yanga unaamini kwamba paredi lao pia linasaidia kuunganisha pamoja mashabiki pamoja na kutengeneza mashabiki na wanachama wake. Kwa sababu wale mashabiki sio tu ambao wanapatikana around ya Dar es Salaam. Ni kuna wengine pia wametoka Kisalawe, wametoka wengine labda Bagamoyo, wengine wametoka wapi Kunduchi, wametoka maeneo sehemu mbalimbali. Kwa hiyo lazima wajue kwamba bwana, hii kuelekea hivi ni kutokana na kwamba maandalizi ya timu, mahitaji ya kila msimu ambao wao wanauendea. Kwa hiyo na mashabiki kwenye timu ni miongoni mwa mchezaji ambaye mchezaji wa 12 pia. Kwa hiyo lazima thamani pia uwape wa mashabiki, na wao pia ndo wanaojua kwamba bana, timu yetu ina mafanikio gani, ina kasoro gani. Tunaona kwamba yale maneno ya mashabiki ndio yanafanya timu kukua kuwa kubwa. Kutokana na yale mahitaji ambayo wenda mashabiki wanawahitaji. Sasa shida yangu inakuja ni nini? Hivi kwa nini Yanga wakifika pale Msimbazi pale huwa anasimama sana muda mrefu pale? Kwani ina maana njia inakuwa haipitiki kwa urahisi pale? Kama labda haipitiki, alafu pale ni maeneo ya mjini. Kama haitoshi wanasimama pale kwa ajili ya kubeza, kwa sababu hawa ni watani. Yaani huu utani hauishi mpaka timu moja ishuke daraja, alafu yani ya timu moja ipotee, na hata kama ikipotea bado utani huu upo, kwa sababu wamezaliwa ni vizazi kwa vizazi. Kwa maana kutoka 1935 mpaka 36 hawa sasa ndo manguli ambao kwenye mpira wetu na ndio maana hata unaona kwamba kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ili ambalo Yanga huwa wanalifanya wakifika pale Msimbazi pale ni kwamba ni
wanamfanyia mtani wao fujo isiyoumiza. Na hata Simba pia ikitokea hichi wanakiona. Hata misimu inayofuata pia Simba ikatokea wakapata ubingwa, kwa maana watafanya hichi ambacho Yanga wanakifanya. Sasa Simba njia yao haipiti huko. Watatengeneza kwa maana kwamba watatokea maeneo ya Kigogo, Magomeni. Yes, Magomeni huko Mapipa. Wataanza tu yani ile safari tu ili mradi tu afike Jangwani. Yes, kwa sababu wakishafika Mapipa wanaingia hapo wanaenda kukera pale Jangwani. Kwa hiyo lazima hicho kitu watakifanya. Kwa hiyo wao watatafuta njia ambayo watatafuta njia yoyote ili tu waweze kufika pale Jangwani. Hicho kitu hakikwepeki. Yaani hawa ni timu ambazo huenda tunaamini zina mambo mengi sana kuanzia nje na ndani ya uwanja. Kwa sababu hata viongozi wao pia ni watu ambao wanajua bwana, kumbe tuna hichi na hichi. Hawa ni watani. Na ule utani ambao walikuwa wanaufanya Alikamwe jana, hata pia umeona hata Engineer Hens naye alikuwa anafanya hicho kitu. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba hawa ni watani. Na kama itoshi, umeona bango ambalo wenda liliandikwa baada ya Yanga kutoka kwenye group stage. Umeona kile ambacho walikiandika kwamba tumefurahi mjafuzu. Kwa hiyo hile inakuwa kwamba kila mmoja anapokuwa anapata nafasi ya kumtania mwenzake wanataniana. Na ndo hata pia tumepata nafasi ya kuwaita hapa mashabiki na tunaendelea kuwaita. Unaona jinsi wanavyotambiana. Kwa hiyo hawa ni watani ambao utani wao hautoisha kamwe. Kwa hiyo hili sasa ndo linakuza mpira na linakuza undugu kwenye hizi timu mbili. Lakini so kwa wale tu ambao huenda wanatengeneza sasa kuwa ugomvi. Kwa maana ukimtania mwenzako inakuwa anakasirika. Hakuna Simba na Yanga haiko hivyo. Simba na Yanga ni watani bwana. Labda naweza nikakupa historia kidogo ya pale Mwembe Yanga. Pale Mwembe Yanga ina maana Yanga baada ya kuonekana kwamba kuna wakati walikuwa wanafungwa wanapata ile amsha. Ikatokea sasa vurugu zinaanzia uwanjani pale, uwanja wa Uhuru zamani, uwanja wa Taifa zamani. Sasa kwenye kukimbia sasa ndio wanakimbilia pale Mwembe Yanga. Na ndio maana tunaona kwenye nembo ya Yanga kuna wakati mwingine, kuna kipindi zilikuwa ni kwamba ilikuwa naitwa Wandala, yani watu ambao wa malapa. Kwa hiyo kile kitu walianzisha Simba baada ya kuona wanaonea sana Wandala kwamba wanashika viatu mkononi wanakimbia. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kwa utani huu wa zamani tangu hizo, yani huu haukwepeki. Kwa hiyo bwana jana Alishabani Kamwe akawa ameshika jagi fulani. Jagi ndio nimeona ile ananyanyua kama kombe. Baadaye anawarushia anasema na nyinyi chukueni. Kwa hiyo sifuri ni nini? Maana yake hamna kitu. Kwa hiyo hilo sasa viongozi wa Simba kwa sababu wanapita mitandaoni na inauma. Yaani hili viongozi wa Simba inawauma vibaya sana. Lazima wakubaliane. Kwa hiyo ili waende msimu ujao vizuri, lazima wasajili wachezaji clean, timu iwe kitu kimoja, waende kwa ajili ya kupambana, wapate hata kombe moja kwenye msimu unaofuata. Hili sasa litazima hii. Lakini pia sio tu kupata kombe, kumfunga pia. Kuondoa ile dhana ya kwamba bwana kuondoa uteja. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Simba wanahitaji kukifanya. Sawa, hongereni sana wananchi kwa kile ambacho mmefanya hapo jana. Wamefunga mitaa. Yanga wakawa kuna performance bora sana kutoka kwa wasanii mbalimbali ambao walinogesha shughuli ile, ikiwemo pia msanii mkubwa ambaye alikuwa ni Mbosso. Akiwa anatamba na kibao chake cha Aviola. Bonge la dada ile Power. Wote akawepo pale akazitumbuiza ngoma hizo mbele ya mashabiki wengi wa Yanga waliojitokeza pale katika viunga vya Jangwani kwenda kushangilia ubingwa. Lakini pia kina Pattern, Dogo Pattern yeye anasema kwamba Afande lazima alegeze kamba. Na wanasema kwamba Afande jana kweli alilegeza kamba. Afande mwenyewe ni nani sasa? Au yeyote ni Afande. Wewe utawajuza. Na kitu kingine ambacho huenda nimefurahika kwa Mbosso, kitu ambacho huenda hata mimi pia hata wasanii wengine lazima kiwe motivated kwao. Kuondoa ule utimu ambao yeye anao na kuona kwamba hapa saa hizi naenda kwenye kazi, performance kwenye kazi. Na mwenyewe amesema kwamba mimi kuna mashabiki ambao wa kwangu mimi nikiwa kwenye performance kwenye jukwaa lolote wanatokea kwenye klabu ya Yanga. Kwa hiyo sasa mimi napambania nembo yangu, lakini na wao pia wamenisupport kwa maana kuanzia kwenye uzinduzi wa albamu yake umeona. Kwa hiyo hata pia yeye ni shabiki wa Simba, amesema mimi ni shabiki wa Simba, lakini hapa nimekuja kuperform kwa kuwashukuru wananchi. Kwa hiyo hilo sasa hata wasanii wengine lazima wapate fuzo kwamba kumbe maisha haya ya mpira kuna wakati inabidi uangalie timu, lakini kuna wakati mwingine ufanye kile ambacho huenda kinatakiwa kwenda kuwa pamoja na Watanzania wenzako. Sawa.